Karibu. Taifa linapoteza zaidi ya shilingi bilioni 608 kupitia ufisadi kila mwaka. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la Transparency International, kesi nyingi za ufisadi zimetatizika kufuatia mwingiliano wa kisiasa. Aidha, mkurugenzi mkuu wa shirika la Transparency International, Sheila Masinde, anasema kuwa kesi nyingi dhidi ya ufisadi nchini zimekuwa zikianguka au kukosa kuendelea kutokana na wanasiasa kuingilia kesi hizo. Aidha, tume ya kupambana na ufisadi imesema kuwa kuna sheria za kutosha za kukabiliana na ufisadi, lakini zimekuwa zikipuuziliwa mbali. To see more being done. There is still a lot of bad manners out there. There are ethical breaches. There are outright corruption cases. There are outright cases of economic crimes. There are outright cases of bribery. So then what do we need to be able to correct this situation? Then it means there is need for us to work differently. There is need to reflect on some of the issues which have been identified. Just before I get to the specific issues, let me say the position of resources which has been identified in this assessment is a critical factor in the fight against corruption. For you to have an effective anti-corruption framework, agencies responsible for fighting corruption, they require sufficient resources. I will not get into what the current position is because Mr. Kimewi has explained to us, but obviously, to follow these resources which are being looted by the corrupt, you need to apply a bit of resources. And this is through the budgetary provisions which you make to the agencies responsible for the fight against corruption.